Ni zaidi ya aina 1300 za samaki wa mapambo wanapatikana katika ziwa Nyasa, hali inayofanya ziwa hilo kuwa miongoni mwa maziwa yenye utajiri mkubwa wa viumbe wa majini barani Afrika. Uwepo wa samaki hao umeongeza fursa za kibiashara na kiuchumi katika wilaya ya Nyasa, hasa kwa vijana wanaojihusisha na shughuli za uvuvi na biashara samaki wa mapambo. Vijana wanaofanya shughuli hizo wamesema kuwa licha ya fursa kubwa za ajira zilizopo, bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa vifaa vya kisasa vya uvuvi, hivyo wameiomba serikali kuwasaidia kupata zana bora zitakazowezesha kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi, kuongeza uzalishaji na kulinda mazingira ya ziwa hilo. Ziwa Nyasa lina samaki aina nyingi sana za mapambo. Tuna aina karibu 1300 za mapambo ambazo zinapatikanika katika kando ya ziwa Nyasa. Aina nyingi sana za samaki ambazo zipo katika hili ziwa ni samaki ambao wanapendwa zaidi kwenda nchi za Ulaya, ya China, huko Ulaya, Amerika. Huwa ndo wanapendelea sana samaki wa mapambo wa ziwa Nyasa. Zana tulizokuwa nazo ni ndogo, na labda kama tutawezeshwa vijana tunaweza tukafanya vitu vizuri, lakini kwa sasa hivi kutokana na hali yetu ilivyokuwa duni na zana na nini, yani vinakuwa uwekezaji wake ni mdogo sana, yani ni wakusuasua kutokana na zana tulizokuwa nazo. Cha kuomba serikalini kwamba watu waangalie, waweze kutuwezesha mikopo, waweze kuwezesha vifaa vya kisasa, tuweze kuendeleza uvuvi na biashara yetu. Akizungumza kuhusu fursa za utalii zilizopo wilayani Nyasa, mkuu wa wilaya hiyo Mheshimiwa Peles Magili amesema wilaya hiyo ina rasilimali nyingi za utalii ikiwemo utalii wa fukwe za ziwa Nyasa. Amewataka wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuja kuwekeza katika wilaya hiyo, hususan kwenye fukwe za ziwa hilo ambazo zinatajwa kuwa miongoni mwa fukwe bora zaidi katika maziwa yaliyopo nchini Tanzania. Tunawakaribisha watu, ninapozungumzia fursa za uwekezaji, kuja. Tuna fukwe nzuri sana hapa. Mimi maziwa yote hapa nchini kwetu nayafahamu, nimeshafika na fukwe zake nazifahamu yote, Victoria, Tanganyika, wapi yote, lakini fukwe iliyoko hapa Nyasa ndiyo inayoongoza kwa uzuri na ubora. Inafaa, ni nzuri sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza kwenye mahoteli, na unaanza kuona wageni jinsi ambavyo wanakuja weekend huku kwetu Mbamba Bay kwenye ziwa huku kwa ajili ya kuja kupumzika, kufurahi. Wanakuja vikundi mbalimbali, familia wanakuja. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Magiri amesema kuwa katika juhudi za kuinua uchumi wa maeneo yenye maziwa nchini, serikali ya awamu ya 6 imeanzisha mpango wa ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba. Amesema kuwa majaribio ya mpango huo tayari yameanza katika ziwa Victoria mkoani Mwanza, na endapo yatafanikiwa yanaweza kupanuliwa hadi katika ziwa Nyasa ili kuongeza uzalishaji wa samaki na fursa za ajira kwa wananchi wa wilaya hiyo. Kuna uanzishaji wa vizimba na yenyewe ipo kwenye ilani, ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba. Yameanza, majaribio yameanza ziwa Victoria katika ilani hii, na ziwa Nyasa baada ya ziwa Victoria ambalo ni eneo la majaribio. Sasa maeneo mengine kwenda ziwa Nyasa huku kwetu na maziwa mengine yaliyopo katika taifa letu, lakini na sisi tupo kwenye hiyo program, ambalo ni jambo kubwa. Hizo ni mambo ambayo ndio tunayohitaji kwa ajili ya kutusaidia kuweza kukua, kuinua uchumi wa maeneo haya, kuinua biashara ya maeneo haya ya ukanda huu wa ziwa Nyasa, ikiwemo maeneo ya kwetu hapa ya. Kutoka Nyasa mkoani Ruvuma, Newton Ndenda,